Gilly Bonny Online TV. Nimpongeze sana mama wa Umra pamoja na wenzako kwa kazi kubwa sana mnayofanya. Umenieleza mna vituo vitatu, mnawalea watoto wenye mazingira magumu. Kuwalea watoto, sisi tuna watoto nyumbani kwetu, tunajua changamoto za ulezi. Sisi tuna watoto wachache, 4, 5. Napata changamoto kubwa sana. Wewe umenieleza una watoto zaidi ya 80, lakini bado unaweza kuwalea vizuri. Kwa niaba ya TRA naomba nikupongeze sana kwa kazi kubwa unayofanya. Hongera sana. Leo mimi na wenzangu tumekuja hapa kama ishara ya vituo ambavyo vinatembelewa nchi nzima. Katika mikoa yote 26, TRA tumechagua maeneo ambayo tunakwenda kuwasaidia wenye uhitaji kama njia ya kurudisha kidogo kwa jamii. Inafanyika kwenye kanda zote ndani ya Tanzania bara na Zanzibar. Na kwa nini TRA inafanya hivi? Inafanya hivi kuonyesha kwamba TRA ni sehemu ya jamii. TRA inahusika na matatizo ya jamii. TRA inapaswa kushiriki kutatua matatizo ya jamii. Na hiki ndicho ambacho tunakifanya leo. Kwa hiyo nikupongeze sana, lakini tumekuja hapa kuonyesha kwamba kazi mnayofanya ni kazi ambayo serikali inapaswa kufanya. Na serikali inafanya kama inawezeshwa. Na njia rahisi ya serikali kuwezeshwa ili nyie muendelee kupata elimu bure, mtibiwe bure, mpate na mahitaji yenu, ni lazima kila raia wa Tanzania achangie kwa kulipa kodi. Yule mwenye uwezo wa kulipa kodi alipe kodi. Ndio tutaiwezesha serikali kufanya huduma za kijamii, ikiwemo kuwasaidia watoto ambao wako kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo mnafanya kazi ambayo serikali inapaswa kufanya. Tumekuja kulithibitisha hilo, lakini tuwaombe sasa wale wanaostahili kuchangia kulipa kodi. Wakilipa kodi, serikali itakuwa na uwezo mkubwa wa kuwasaidia watoto ambao wako katika mazingira magumu. Nikupongeze tena. Nimesikia changamoto zako. Kuna shida ya kuwakatia bima za afya. Nataka nikuahidi tutakuchangia hiyo milioni 4 zaidi ya tulichotoa ili waweze kupata hiyo bima yao. Lakini nimefurahi kwamba mnawasomesha vijana ambao wako katika mazingira magumu. Msijisikie wanyonge, tuko na nyinyi, ni sehemu ya jamii yetu. Msijisikie wanyonge hata kidogo. Najua mna mahitaji mengi, hatuwezi kuyatimiza yote, lakini angalau mkubali hicho kidogo tulichokiweza kuipata kiweze kuwasogeza kidogo. Lakini naamini kwamba haitoishia hapo. Najua tumeguswa sana, hata wenzangu tuliko nao hapa wameguswa sana, na hakika tunaendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali kila wakati. Kwa hiyo tunashukuru sana, Mungu awabariki. Naendelee kuwajazia mahali mlipotoa. Kitu mlichotufanyia ni kikubwa sana, ila nyinyi mnaweza mkaona ni kidogo, lakini sisi tunaona ni kikubwa sana. Kwa sababu hakiwezi kuingia kwenye jicho. Ni kikubwa. Mungu awabariki. Leo mkumbuke kwamba mmefanya kazi ya Mungu. Katika kazi mnazozifanya siku ya leo mmechagua mfanyie kazi Mungu kama sisi tunavyoishi nao. Hivi hatuna budi kusema Mwenyezi Mungu awazidishie kila la heri na awabariki wote kwa ujumla waliokuja. Karibuni sana. Kituo hiki kilianza mwaka 2003 kikadhihirika 2005 mpaka kufika sasa hivi. Kuna ambao walishafanikisha wakatoka kituoni, kuna ambao
wametoka wakaolewa, watoto wa kike na watoto wa kiume. Kuna wengine wameanza kuoa. Tuna watoto takriban 5 ambao wameshaoa. Hayo ndio mafanikio ya Umrah Orphanage Center. Karibuni sana, tunawakaribisha katika ulezi. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV.